Mimi mzee, nakuandikia wewe bi mkubwa mteule pamoja na watoto wako, ninaowapenda kweli, wala si mimi tu ninayewapenda, bali pia wote wanaojua ule ukweli, wanawapenda ninyi. Kwa sababu ukweli unakaa nasi milele. Neema na huruma na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Yesu Kristo, Mwana wa Baba, zitakuwa pamoja nasi katika ukweli na upendo. Nilifurahi sana kuona kwamba baadhi ya watoto wako wanaishi katika ukweli kama Baba alivyotuamuru. Basi bi mkubwa, ninalo ombi moja kwako: tupendane. Ombi hili si amri mpya, bali ni amri ile ile tuliyokuwa nayo tangu mwanzo. Upendo maana yake ni kuishi kwa kuzitii amri zake Mungu, amri niliyoisikia tangu mwanzo. Ndiyo hii, mnapaswa nyote kuishi katika upendo. Wadanganyifu wengi wamezuka duniani, watu ambao hawakiri kwamba Yesu Kristo amekuja kwetu, akawa binadamu. Mtu asemaye hivyo ni mdanganyifu na ni adui wa Kristo. Basi jihadharini ninyi wenyewe, ili msije mkapoteza kile mlichokishughulikia, bali mpate tuzo lenu kamili. Asiyezingatia na kudumu katika mafundisho ya Kristo, bali anayekiuka, hana Mungu. Lakini anayedumu katika mafundisho hayo anaye Baba na Mwana. Basi, Kama mtu akija kwenu bila kuwaleteni mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani kwenu, wala msimsalimu. maana anayemsalimu mtu huyo anashirikiana naye katika matendo yake maovu. Ninayo mengi ya kuwaambieni, lakini sipendi kufanya hivyo. Kwa karatasi na wino, badala yake natumaini kuwatembeleeni na kuzungumza nanyi ana kwa ana, ili furaha yetu ikamilike. Watoto wa dada yako mteule wanakusalimu.